Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Ngereza TV, na leo nimekuja hapa kukupa update ya mambo matano ambayo wewe huyajui kwenye hii parade ya Young Africans. Nisikilize kwa makini, nakupa mambo matano ambayo huyajui kwenye hii parade ya Yanga. Parade ya Yanga mwaka huu ni parade ya kipekee sana, tofauti na parade zote ambazo wamewahi kuzifanya Young Africans tangu wameanza kufanya mwaka 2021, 2022. Na kitu cha kwanza cha kipekee ni ulinzi ambao upo kwenye hili parade la Yanga. Ni ulinzi ambao ni wa hali ya juu sana. Angalia namna ambavyo watu wanaenjoy na kuburudika kwa kile ambacho kinafanyika hapa. Kinafanya kitu kikubwa sana, kitu ambacho hatakuwa kukiona huko nyuma. Lakini unaona namna ambavyo ulinzi umekuwa ni mzuri, watu wanajipanga vizuri, hakuna foleni. Angalia watu ambao wanashangilia kuhusu ubingwa wa Yanga, wanashangilia, na watu ambao wako barabarani kwa ajili ya shughuli zao zinaendelea kama kawaida. Na hiki ni kitu ambacho msimu wa mwaka juzi hakikuwepo, kwa sababu msimu wa mwaka juzi ilifika wakati ilikuwa kuna foleni kubwa sana, lakini leo unaona msafara unatembea na hakuna foleni hiyo ya kutisha, kwa maana ya kwamba arrangement ya namna gani ambavyo watu watajipanga na kusimama kuifanya parade liweze kunoga ilifanyika vizuri bila shida yoyote. Ni kitu cha kwanza bora sana ambacho kimekuwepo hapa leo. Lakini kingine ambacho ni kizuri ni aina ya gari ambalo wamelitumia. Ukitazama ile gari lina sehemu ya VIP, halafu lina sehemu ya wachezaji kukaa. Yaani ndani ya gari kuna pati mbili. Kuna pati ya kwanza ambao wanaweza kukaa watu maalum, kwa maana ambao wanaweza kukaa kwenye hiyo sehemu ya mbele nyuma ya dereva. Kuna ambapo pia kuna sehemu ya kufanyia udj. Hicho ni kitu ambacho hakikuwepo kwenye gari lao la kwanza. Gari la kwanza ilikuwa mbele ni kibini tu ambacho anakaa dereva labda na mtu mmoja wa pembeni, lakini sasa hivi unaona kuna sehemu maalum, kuna sehemu ambayo DJ anakaa, lakini kuna sehemu ambayo watu wanaweza wakaongea. Kwa hiyo unaona kwenye hii picha inavyoonekana, angalia kuanzia kwenye hiyo miguu hapo ndio raba nyeupe kwa huko. Unaona ilikuwa mbele, ni sehemu kubwa sana ambapo katikati yake kuna sehemu ambayo kunaweza kukaa watu maalum, kwa maana rais wa klabu anaweza kukaa hapo, au labda kama kwenye msafara kuna makamu wa rais mfano, au kuna nani anaweza kukaa hapo bila kubugudhiwa na mtu yoyote. Lakini pia ni sehemu ambayo kuna DJ, ambaye DJ kazi yake ni kupiga mziki na kuwaburudisha watu. Kwa hiyo yeye pia yuko sehemu hiyo ndani. Kwenye gari la kwanza ambalo lilifanyia parade kwenye mwaka 2021, 22, 23 hakuwepo. Lakini unaona awamu hii amesimama, hiyo gari haikuwa na kitu kama hicho, lakini awamu hii gari hili ambalo wamelichukua lina kitu kama hicho. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza, ni kitu kingine ambacho ni kizuri sana kwenye parade hii. Lakini pia kingine, umoja kwa mashabiki wa Yanga na wachezaji unaonekana pamoja na viongozi wa juu. Kwa mfano kwenye video unamwona Arafat Haji yupo, lakini mashabiki wa Yanga pia, kwa nini nawapongeza? Kwa sababu unaona namna ambavyo walio kwenye pikipiki wapo kwenye pikipiki wametulia, waliopo chini wanaotembea kwa miguu wanatembea vizuri bila shida yoyote, hawataki ile migongano, na watu ambao wanatembea kwa maana ya ambao hawako kwenye pikipiki, ambao wanatembea wenyewe wametulia. Yani hakuna mtu ambaye anambudhi mwenzake. Tafsiri yake ni kwamba mashabiki pia kuna namna wameelimika kwenye kuhakikisha kwamba wanafanya jambo zuri kwa ajili ya klabu yao, na hiki ndio kitu kikubwa ambacho kilikuwa kinakosekana kwenye parade zilizopita. Angalia utulivu wa watu ulivyo mkubwa, watu wanatembea vizuri, hakuna vikwazo vyovyote. Na unakumbuka parade zilizopita unasikia watu wanapigwa, watu wanafanyaje. Kwa hiyo ukiangalia awamu hii, angalia mwanamama huyo jinsi ambavyo anashangilia, angalia watu hao, angalia mwanamama na bendera yake, amevaa jezi ya Yanga ya zamani kabisa, lakini bado amekuja kufurahia kile ambacho kinaendelea kutokea hapa kwenye parade ya Young Africans. Lakini pia issue nyingine kwenye parade ya Young Africans, namna ambavyo wadhamini wao wamepewa kipaumbele. Ukitazama GSM kama miongoni mwa wafadhili wa klabu ya Young Africans, angalia namna ambavyo brandi ya gari ilivyobeba uhalisia wa udhamini wake. Manake limeo kwenye bango kubwa sana, yani inaonekana kwa kila kitu. Kwa hiyo hiki ni kitu kingine ambacho tunapongeza Young Africa, sababu wakati wanaorganize hili parade ni kwamba pia walizingatia muonekano wa basi wa gari pamoja na wadhamini wa club. Na moja ya vitu ambavyo vinatoa heshima kubwa kwa klabu ni pamoja na kuheshimu wadhamini ambao wameinvest kwenye timu, na hicho ni kitu cha kwanza cha muhimu sana ambacho Yanga pia wamekizingatia. So nawapongeza pia katika hilo. Lakini pia kitu kingine ambacho ni cha ziada by the way ni namna ambavyo kila mtu amekuwa na furaha ya aina yake. Mtazame Arafat Haji huyo, makamu wa rais wa Young Africans, tazama wajumbe mbalimbali, mashabiki, angalia namna ambavyo watu wanaenjoy. Ni kitu kingine ambacho kinaweka kumbukumbu nzuri sana kwa mashabiki wa Young Africans. Unajua wakati mwingine kwenye maisha ya mpira kinachosababisha watu wanadumu kwa muda mrefu ni memories. And memories ni moja ya vitu ambavyo
vinaleta burudani ya aina yake, na hiki ambacho wanakifanya Young Africans kimeleta burudani na memory ambayo inaweza kudumu kwa mashabiki kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi binafsi pia nawapongeza kwa kile ambacho wamekifanya, lakini hii ni paredi ya kisasa, paredi ambayo imejaa nyota tano. Ni paredi ambayo huwezi kuiona kirahisi. Ingawa mashabiki mwaka huu wanaonekana kama sio wengi sana, lakini walau hii ni paredi ambayo imeonyesha utofauti kwenye muonekano na kila kitu. Pamoja na kwamba haijajaa sana watu kama ile iliyopita, lakini hata ambao wamejitokeza ni heshima kubwa kuona watu kama wako kwenye paredi kama